ni msingi wa uwezo wa Yesu kufanya maamuzi. Yesu alifanya maamuzi yale magumu. Alifanya maamuzi sio kwa sababu alikuwa hana hekima kuzaliwa kama mwana wa Mungu, bali kwa sababu alionyesha kutegemea kwa ukamilifu mawasiliano na Baba. Aliomba. Maombi ndiyo njia aliyotumia kuhakikisha kuwa matendo na maamuzi yake yanalingana kikamilifu na mpango wa Mungu. Mara nyingi alisema maneno kama haya: naposikia ninaamua, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu sitafuti mapenzi yangu mwenyewe, bali mapenzi yake aliyenituma. Kupitia mawasiliano yake ya kina na Baba katika maombi, Yesu mara kwa mara alionyesha uwezo wa ajabu wa kujua mawazo na nia za watu. Ukisoma maandiko hayo, kuna wakati ambapo Yesu amepelekewa mwanamke aliyefumaniwa katika uzinzi. Wanataka kumtega. Biblia inasema hivi, wanataka kumtega ili wapate nini atasema. Alipoinama, hekima ilipatikana, maana ameongea na Baba, akapewa hekima. Yeye asiye na dhambi, ambaye hajatenda dhambi, awe wa kwanza kumpiga na mawe huyu. Akainama. Alipoinuka, wote hawapo. Anamuuliza, wako wapi washtaki wako? Anasema hawapo. Akasema, mimi sikuhukumu, ila wazo la dhambi usitende tena. Sitakuhukumu kwa leo hii, lakini usitende tena dhambi. Nini? Hekima. Maamuzi yalitoka moja kwa moja. Ule uwezo wa kufanya vitu na maamuzi haukuwa kibinadamu. Utambuzi huu wa kiroho uliwezeshwa na mahusiano ya kudumu ya Mungu. Alimruhusu kutoa maamuzi sahihi kuhusu watu na hali. Kwa mfano, katika Yohana 8:1-11, kuna mwanamke aliyekamatwa katika uzinzi. Walimu wa sheria, Mafarisayo, walimleta mbele ya umati. Walitaka kumtega Yesu ili aseme jambo ambalo wangeweza kulitumia dhidi yake, lakini Yesu aliwaambia, yeye asiye na dhambi na awe wa kwanza kurusha jiwe. Waliposikia hayo, wakaanza kuondoka moja moja baada ya mwingine. Kisha Yesu akasimama na kumwambia mwanamke, nenda, usitende dhambi tena. Sasa ule uwezo sio wa kibinadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Punga mkono wako hivi kama upo. Wanawake tupo. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nguvu na uwazi mbele ya majaribu na mateso. Maombi alimpa Yesu nguvu za kiroho kuendelea kushikilia mission yake, yani utumishi wake, ule utume, uwezo wa kueneza injili, hasa alipokuwa anakabiliwa na shinikizo kubwa. Kuna wakati hata amempeleka karibu na gema, korongo, ili wamsukume, lakini huyu ni mwombaji. Wanapokuwa wanamshikilia, kumbe mwisho ameshaponyoka. Wanashikilia hewa, anakwenda mpaka karibu na lile gema, yeye hayupo. Biblia inasema hivi, akapita katikati yao. Ule uwezo unampa mterezo. Wako wanatuwinda, wako wanaowinda huduma, wako wanaowinda ndoa yako, wako wanaowinda shughuli zako, mipango yako, watoto wako, mahusiano yako, vitu kadha wa kadha. Unafanya nini? Usiwe mwenye akili. Shetani ana akili kuliko wewe. Unashindana mtu ambaye akili hahesabu kama kitu. Shetani ana akili za juu. Ndiye amewapa watu vyeti vya uprofesa. Mataifa ni maprofesa, wanafundisha divinity, elimu ya Biblia, chuo kikuu, lakini huku wana kipisi cha sigara. Amewafundisha hayo. Wasomi, ukifafanua vibaya neno na kuambia hili andiko umelikosea, lakini hapa anapuliza moshi, anakuambia hili andiko aliandika Paulo akiwa na maana hii. Huku anavuta sigara. Amewafundisha elimu ile, hajawafundisha uwezo wa kushinda. Maana tunashinda na zaidi ya kushinda katika Kristo tu, sio kwingineko. Sisi tunashinda ile nguvu na ushawishi wa dhambi kwa sababu Kristo yuko ndani yetu. Uhai tulionao sio wa kwetu, ni wa mwana wa Mungu. Tumebadilishiwa uhai wa kwetu. Tumetoka na asili ya dhambi, the sinful nature, imeingia new nature with Christ. Yesu ameingia ndani yetu kwa upya. Ameingiza asili yake kwa njia ya Roho, kwa neno. Tunapata maarifa kutoka utukufu moja kwenda utukufu mwingine, na imani yetu inaongezeka kutoka imani kwenda imani. Kwa njia ya maombi hatupungukiwi wingu la Bwana. Tunakuwa kwenye mafuta yale yale. Tunakuwa wapya kila siku. Hatuchoki wala hatulegei. Japo nje tutaweza kuwa na uchovu, lakini ndani
tunapata upya kila siku. God is renewing our strength. Yeye ndiye uwezo wetu usioisha. Yeye ndiyo chaja yetu. Sisi ni simu yake. Tunapochoka na piga charge. Napotembea mimi na charge kwenye begi mule. Charge ya vitu vyote, simu, mic zangu. Kisha moto hapa, napopumzika weka kwenye moto. Maombi ni charger. Unakwenda mbele na Mungu anakupa charger mpya. Unaona dunia bado haifai. Unaona dunia bado vishawishi vyake havina maana. Unaona bado pombe haifai. Unaona bado wanawake hawafai. Unaona bado nini hakifai. Unaona bado, yani ndani yako inakuweko shauku, njaa ya kutenda mema, kiu na njaa ya haki vinakutawala. Ndipo Yesu akasema, heri wenye njaa na kiu ya haki. Wapi utapata? Wewe ukapata kiu, njaa ya haki kwenye kizazi ambacho kimekwisha, mpaka ukae karibu na Mungu kwenye maombi. Lakini maombi yanapopungua, tunarudi mwilini. Hatujui cha kufanya, hatujui maamuzi, lakini hatujachelewa. Muda ndio huu. Lazima tuanze wakati huu. Hatuwezi kusema kesho. Sasa wakati wa kubarika ndio sasa. Chukua hatua kwa kila jambo. Omba na ombe tena. Usiseme niliomba na nimekwambia. Inawezekana unachosema ukijui. Nitakapokuwa nazungumzia maombi kule mbele juu ya viwango. Mimi nafahamu maombi kwa muda mrefu sana. Ni karama yangu. Mimi nimeishi Sumbawanga. Na nimeanza huduma maombi kwa wingi. Nilijifunza, kuna baba mmoja alishaondoka. Alinifundisha maombi makubwa. Alikuwa anaitwa Mwazembe wa Mbozi, yule Mwazembe baba wa zamani yule. Alinikuta nikiwa nafundisha. Ni mwalimu. Nilikuwa tumeandaa mkutano na mimi ni msimamiaji. Alinifundisha maombi. Tangu pale nimekuwa mwombaji wa miaka. Nikiwa kule Sumbawanga palikuwa sio mahali pa kukaa. Sina ushuhuda, muda nataka nikave kitu fulani hapa. Lakini nataka nikwambie, unaposema naomba, lazima atokee na mwingine ambaye naomba. Ujipime. Tukianzia kwa Yesu. Watokee na watu. Maombi hatufundishi tu. Tunafundisha kwa kuwa tunaomba. Tunafundisha kwa naomba. Kuna masomo ya kufundisha na kuwa kielelezo. Ukifundisha utoaji, unajua unachotoa. Najua unachotoa. Na sisi ni walimu wote tulioko hapa. Viongozi wa majimbo, viongozi wa idara mahali pamoja, mama nyumbani. Kwa mwanamke ni kiongozi mahali popote. Na tuna msemo mwingine ni jeshi. Jeshi la kiroho linapigana kwa njia ya maombi. Lisiwe jeshi ambalo lipo limesimama, hapana. Lirudi kwenye mafunzo yake, liingie kwenye maombi. Niko Sumbawanga kule, mwombaji. Nilikuwa na ratiba moja kila siku. Kila siku mchana naomba masaa 8 ya bila kukata. Nilianza masaa 4. Masaa 8. Lakini jihadhari unapochukua hatua za kuwa mtu wa rohoni, utakumbana na wavunja moyo, wasiomjua Kristo kwa uzuri. Watakutafsiria mambo mema kuwa uharibifu. Watakwambia kitu kizuri ni imani ya moto. Mimi nikakutana na watu wa namna hiyo wakati Mungu ananitumia. Nakumbuka nijenga jengo ambalo liko mpaka sasa hivi pale. Kubwa, urefu 85 kwa 42 mapana. Nilijenga kwa imani. Naenda mpaka kwenye masoko ya mbao. Naambia pakia fuso nzima mbao. Wanapakia. Alafu namwambia wiki 3 nakuletea pesa. Anashindwa kunihoji. Usiku kucha nimelala mbele za Bwana. Naomba. Sina pesa lakini najenga. Nilijenga, watu wanashangaa. Miujiza ya ishara za ajabu sana. Maisha yalikuwa magumu. Natoka nyumbani nachukua limu ya karatasi. Hizo limu na kata nachukua rubber band nafunga naweka mfukoni. Naenda kufanya mahemezi mjini. Naingia nanunua vitu. Alafu napotaka kulipa, maana ninaamini hizi pesa nimeomba usiku kucha. Na Yesu alibadilisha maji kwa divai. Naomba. Naliangalia neno kama lilivyo. Neno halijadanganya. Nimeweka huku ili nichomoe, maana naamini kichomoa zitakuwa ni pesa.
Nimeomba sio masaa mawili, nimeomba usiku kucha. Na nina mahitaji nyumbani, siwezi kusubiri. Oh my God. Napata kuchomoa hivi, Mungu anajua bado karatasi hizi hazijabadilika kwa pesa. Anatokea mtu, baba uko hapa, umenunua nini nikulipie? Lakini simwambii sana ubarikiwe, ubarikiwe. Asingefika, zingebadilika. Imani yangu ni kubwa katika maombi. Naamini Mungu kutenda mambo yasiyowezekana. Yasiyowezekana kibinadamu kwenye maombi yanawezekana. Nimemthibitisha Bwana kwa namna hiyo. Hakuna vizuizi wala vikwazo. Kwenye miamba, kwenye milima, kwenye maji, tumepita na Bwana. Hata angepanga kuta, tunaruka kwa ujasiri. Kama sio kuruka, tunasukuma kuta ama tunazibomoa. Maana tumepewa kuangusha, kuvunja na kubomoa. Lakini wapi? Kwenye maombi. Kwenye maombi ndipo nakuwa sio mtu wa kawaida. Oh my God. My God, my Father. Naona jambo linatokea. Lakini kwa kutokujua nikakutana na watu ambao ni wavunja moyo. Wakaniambia imani ni ya moto. Na mimi ni mchungaji kijana, nampenda Mungu, nimeacha kazi. Mahokatala baradishiriki. Nimekosa msaada. Namrudia Mungu, Mungu, hii ni imani potofu. Mungu asemi kwa haraka. Watu wanaongea na mimi ni watu ambao wamekaa katika Kristo kwa muda mrefu, lakini wamepigwa, hawaombi, wanakula. Na mimi nawaita wakubwa zangu, angalia sana unayemsikiliza. Si watu wote watakufa katika mambo ya kiroho. Tuna viongozi wazuri, wasikilize. Utakuwa salama, usikope vitu kwenye mtandao, utakufa. Nitembea nao, mwisho nikaona ni kweli. Maana sipendi kupotea, sina uhakika. Nikaanza kupungua. Wanasema omba tu saa moja. Yesu anasema hivi, hamjawahi kuomba hata saa moja. Kumbe Yesu anamaanisha hivi, mlishakufa kabisa. Hamaanishi ni maombi, anasema hivi hamjaweza, yani mmekuwa wafu, ni marehemu. Maana ameenda mara 3 kwa masaa akisema jambo lile lile. Anasema hata saa moja basi manake mmekufa. Si kwamba inamaanisha omba saa moja. Anasikitika. Mmeishiwa kabisa uhai. Maana maombi ya saa moja ni maombi ya kujiwekea ulinzi, sio ya kutendewa chochote. Unaomba ulinzi basi. Hata ungenena namna gani, saa moja ni kwa ajili ya ulinzi tu. Haiongezi kitu. Haiwezi kufanya utumike wala ubarikiwe kwa hilo, huwezi. Ni maombi, hamjaweza. Kwa ukiweza utalindwa. Maana Yesu anawaambia kama angeomba hata saa moja, hilo pepeto lisingewapepeta, wangesimama katika imani. Lakini watapepetwa sasa. Ila amewaombea. Petro ataongoka. Atasimama, atakumbuka. Atarudi tena. Kuongoka ni kutoka katika kiwango fulani cha kuamini kuja kiwango kingine. Kuwa mwongofu maana yake kuacha hiki ambacho kilikutawala kugeukia kingine. Anasema hivi, nimekuombea. Utaongoka, utagundua kitu. Ukisha kupata hiyo sura, waimarishe na wenzako. Wajenge. Ndicho kitu ambacho Petro alifanya. Alikuwa baba. Yeye ni mwamba. Jiwe dogo. Petros. Lakini Yesu ni jiwe kuu. Mwamba mkubwa. Petro amemeguliwa mle. Alipokweli kugundua, akatubu, akaanza kuambia wenzake, akawakusanya. Paka siku ya Pentekoste anahubiri ile sura 3 Matendo ya Mitume. Anahubiri, amepata ujasiri, ameongoka, Roho akashuka. Bwana Yesu apewe sifa. Nikakutana na watu ambao wanavunja moyo. Nikashuka. Kama naomba sana basi kwa masaa 3-4, nikatoka kule juu. Nimeenda hivyo. Yakawa maisha hivyo, lakini nikaona ugumu umenipata. Nilivyokuwa mwanzo, miujiza ilikuwa hapo hapo. Wakati najenga lile kanisa la kule Sumbawanga, Mungu aliniambia niko usiku, jenga sasa mwezi wa 2. Hela nenda kanisani, ukifika sema hivi, yule aliyesema na Bwana aniletee pesa aje. Watu wako 8 na wote wako hoi. Lakini Mungu anasema kuna pesa nyingi pale. Yesu anasema nafanya kile Baba anachofanya. Maombi, utaisikia sauti ya Mungu kukutoa kwenye shida. Nikafika Jumapili, aliyesema na Bwana yuko wapi? Na yule mshirika kumbe amesema hivi, Mungu kama akisema mchungaji aliyesema na Mungu ndio nitainuka. Asiposema hii hera simpi. Ameenda kuuza nyumba.
Amefunga hapa, amevaa raba zimetoboka, lakini Mungu amemwambia uza nyumba. Nilipoongea vile nikashangaa na kuja nalia. Burungutu liko hivi. Sikuwahi kuziona hela kama zile. Kwa kipindi kile nilikuwa napata ndogo ndogo. Akalifungua namna hii. Nilijaribiwa, niliahirisha ibada. Nikasema tunaishia hapa hapa. Maana nataka nikahesabu zile pesa. Nilijaribiwa, Mungu alinisamehe lakini. Nikasema tusimame, naishia hapa. Maana nimeona Mungu ametenda jambo, amenichanganya. Nikakusanya, nikaweka kwenye rambo. Nikaondoka, nilianza kujenga. Upinzani ukainuka tena. Mvua nzito. Bwana kaniambia una uwezo wa kusimamisha mvua. Sikiliza, nenda viwango vipya, utamwona Mungu akisimamisha magonjwa juu ya maisha yako. Kuna vitu vinahitaji kusimama kwa maombi. Wala hata visimamisha daktari, I'm telling you. Hama huo mfumo. Kuna kitu nachelewa nacho. Iko dozi na kufariji, haitakusaidia, itadunda mwishoni, utaondoka. Sikiliza maneno haya, maneno ya msemaji. Mungu anataka atutoe. Bwana kanipa imani. Nashinda pale kiwanjani, mvua inakuja, nimeweka vijana. Mmoja nimekuja naye hapa, sio amekaa wapi. Atakuwa yuko amekaa kule nje. Nimeweka vijana pande zote za uwanja, pande 4. Nimewaambia mvua ikija, ikemeeni ende kule. Lakini hayo nayafanya, nimesikia baba akikemea mvua. Ikija, nikinyosha mikono hivi, inapasuka mvua nzito, inaacha uwanja kama huu mipaka yake, inaruka. Hapa watu wanajenga mpaka saa 6 usiku, pakavu. Watu wakasema kama Sumbawanga ametokea mchawi. Sisi ni watoto. Yuko Concord, yuko hapo kanisa la EAGT. Wanaona siku zile kijana tu, siongei na mtu, naongea na Mungu tu. Sura imebadilika. Mtu akiniangalia anaogopa. Tukufu wa Mungu. Nafanya vitu, sina fedha, lakini nicho nacho. My God, kwa jina la Yesu, nicho nacho kinatikisa. Sina fedha na kitu nashinda na baba. Sio mnyonge, simwombi mtu. Mvua inakatika hivi. Msimu wote watu wakaja wanaogopa. Wewe ni nani? Sikuwa na wajibu. Mungu ameniambia nisiwajibu. Sikiliza mtu wa Mungu. Viwango vilipopungua, nimeishi, maana nimetoka juu nikaja masaa 3 2, nikijitia nguvu 4, hivyo hivyo nimekwenda hivyo. Mwisho nikajiuliza kile kitu kilienda wapi? Siku Mungu alisaidia masaa 3 4. Nikajikuta ni maisha. Nimeambiwa ni imani potofu. Lakini hata nimekuwa mtu mzima sasa, nimejua mambo manake, lakini uwezo umepigwa. Uwezo ukipigwa, kurudi kwenye viwango panahitaji neema. Ni kama mtu akisha kuanguka, hata kitengo akarudishwa, ile neema ya kwanza kuirudia inamfaa Daudi peke yake. Wengine ni ngumu. Kurudisha viwango vya kwanza ni jambo gumu. Na mimi sasa ni mchungaji, niko na Mungu, lakini viwango vimepigwa kwa maneno ya watu wasiojua ukweli. Nimekwenda hivyo. Nisikupe ushuhuda mrefu sana, lakini ushuhuda una maana sana kwako. Mwaka jana kipindi fulani kwenye maombi. Samani. Ule mwaka ambao nasema niomba maombi ya mwaka mzima. Mmoja wapo nilichokuwa namuuliza Mungu, huu ndio wokovu tu huu tulionao? Hivi ndio viwango? Maana kila nikienda naona viwango. Kuna kitu natamani lakini sikipati. Na najaribu kwenda huku na huku, sipati. Naomba, sipati. Namuuliza Mungu, hiki ndio kiwango tu cha kiroho? Siku moja nimelia sana. Chumba tunacholala kipo karibu na hapo wanapo nje hapo uwanjani kwenye nyumba tunayokaa, chumba cha maombi. Nipolia sana, nimezidiwa. Mchungaji kwa nje pale, nikafungua ile dirisha. Uso wangu umejaa maji na machozi. Sasa tu mchungaji, naomba uje. Akakimbia, najiuliza mume wangu na nini? Akafungua, akanikumbatia. Nini mume wako? Nikasema mimi sielewi. Viwango vya kiroho ni hivi. Mbona kama nataka kitu na umri unakwenda,
nasikitika nitagundua na miaka 80 nitafanyaje. Nikajitupa chini. Nililia sana, akaanza kuniombea. Baadaye nikafarijika. Nikaendelea hivyo hivyo. Natafuta kiwango kiko wapi? Pala hati madela kasiati. Mungu ashukuriwe. Mimi naamini Mungu amenitokea. Mwaka huu mwezi wa pili nikapata mwaliko kwenda Korea ya Kusini. Ule mwaliko ulikuwa na upinzani mkubwa sana. Wenzangu wakapata visa, tulikuwa watu 9, wakapata visa. Mimi nikachelewa visa, upinzani mkubwa. Lakini nimebaki mwisho wa zile siku tulizoahidiwa zile visa. Visa ni kibali cha kusafiria. Nikashangaa naenda Kela, nilikuwa na tukio moja kule. Wananipigia simu, tena kule mtandao upo, wakanibahatisha kabla sijamaliza eneo la, wanasema wewe ni Amos Mwakabana, ndio. Visa yako imetoka. Tuma haraka pesa za kufanya booking ya ndege. Hapo nikarudi kwenye mtandao nikatransfer pesa, wakanikatia. Nikashangaa wametumia ile ticket. Ulipofika tarehe hiyo nikaondoka. Nilipofika Korea, nazungumzia sasa ni ushuhuda. Nilipofika, nilikuwa mwezi wa pili, nimerudi tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka huu. Nilipofika Korea, ulikuwa ni mkutano mkubwa wa mataifa yote, Marekani, kote wapi, Wahindi, sehemu mbalimbali, huku Ivory Coast, Cote d'Ivoire, Benin, kote Tanzania, sisi ndio hao, Uganda na sehemu zote. Watu mataifa mbalimbali, Brazil, watu wengine hata kuna mataifa aina 3 wanaongea Kifrench, sisi wa Kiingereza, na watu wengine sikumbuki ile lugha, Kihispania. Tuko pale, kusanyiko kubwa. Ilikuwa ni kusanyiko International Prayer Conference, kusanyiko la maombi ya kimataifa ya wachungaji wote na wahudumu. Nilipofika pale, watumishi wa Bwana alitokea tu siku anapofanya introduction. Introduction ni utambulisho. Alikuja kufanya introduction shemasi wa kanisa la mahali tulipofikia. Lakini conference inaanza kesho kutwa. Yaani hayo maombi tunaanza kesho kutwa. Ilikuwa siku 14. Alipofika pale, alipoanza kufundisha maombi, maana nilikuwa najiuliza, Mungu, kuna kitu natafuta. Kama ndio kipo Korea ya Kusini, nimekuja huku. Nimesafiri hewani masaa 22 kutoka hapa mpaka Uturuki masaa 8. Kapumzika masaa 5. Kutoka Uturuki mpaka Korea ya Kusini masaa 14 kwenye ndege. Mungu, huku nimefika ni mbali mno. Na baridi imekuja ni hasi 8, yani imefika 0 karudi tena. Tunatetemeka, ametupa na mwambia Mungu, nimekuja kupokea nini huku? Alipoingia tu ile shemasi, akaanza kufundisha viwango vya maombi. Oh my God. Oh my God. Akaanza kufundisha hatua za maombi na viwango vilivyopo. Nikagundua pale mimi sina sehemu. Maana akasema, kwa hapa Korea yote ya Kusini hii tulipofikia ni kwamba mshirika kila siku mnapotuona hivi, hatujisifu, ni viwango tumepangua kupitia baba zetu. Maombi ya kila siku mshirika ni masaa 4 hadi 6 kila siku, masaa 4 hadi 6. Viwango vya wachungaji ni masaa 8 hadi 16 kwa siku. Mimi nikapiga magoti chini, nikamwambia Mungu, sijasikia, warudie tena. Akasema, kwetu huku mtu akitwa mchungaji ni mtu anayeomba masaa 8 mpaka kuendelea huko. Huyo ndiye anaitwa mchungaji. Mshirika anayeaminika ni masaa 4 mpaka 6 na tunamudu. Ndio hivi mnapotuona kila siku wana ibada masaa 3:30 kila siku. Jumapili masaa 5. Ukikuta wameanza kuomba, hawaombagi chini ya masaa 4. Wakiinua mikono hivi, hakuna maombi ya kutembea. Kama mtu ameinua mikono hivi, kama akipiga magoti, unasikia tu hapo chini, pamoja na baridi, maji yanatoka kama Yesu alivyokuwa anaomba. Wakiita tu shimila, shimika, wakianza unasikia uwepo. Mimi nilikuwa nafumbua macho, nachukua simu yangu, nasema Mungu, haya ndio watu
Sisi aliyepiga magoti masaa 4 amepiga magoti, aliyeinua mikono, wanawake walishakuwa yani ni fire. Kutoka Tanzania, Uganda, Rwanda, tuko hoi. Mepiga masaa nusu saa magoti yanaregea, mara ukae, mara uanze yale maombi hatua. Toka. Push. Kapo. Leba. Push. Wenyewe wapo tu. Shimila. Mimi nikasema Mungu, nilichokuwa natafuta ndio hiki. Nikalia. Nikasema nimepata uhai mpya. Nimefika mahali ambapo nilikuwa nahangaika. Yule shemasi akasema hivi, mafundisho zaidi ya hapa ya maombi atafundisha wale wawezeshaji. Ndugu zangu, nisiende kutoa ushuhuda, niende kusoma somo langu. Ilikuwa ni maajabu. Korea Kusini watu wameomba, walitupa siri. Nitakupa siri kama nitapata nafasi nyingine tena. Walitupa siri. Korea Kusini hakuna hata kopo la kutawazia chooni. Sikuona swala. Nilitembea Busan, nilitembea Yonsei, nienda mpaka huko kwa Yongsho kutafiti kinachoendelea. Niliingia kwenye vyoo na sehemu mbalimbali kugundua huwezi kukuta kopo wala mpira wa kutawazia. Walishafuta kabisa Uislamu. Yani maana ziko desturi za Kiislamu, wanatumia tishu tu. Ni Wakristo walio imara angalao. Na ukumbuke mnaosoma Korea ni nchi ya miungu, ni Wachina wale. Madragon, wa Buddha, wa Shinto wako huko, watu wa yoga, wa kutafakari na kuhama katika mwili wako huko. Lakini leo yale masinagogi ni nyumba za popo. Walitokea watu wawili tu, yuko Yongcho na Jang Yun, ambao ndio wazee. Huyu mmoja amebaki na miaka 80 aliyekwenda kufundisha. Yongcho alishaondoka na wazee wengine ambao watu kuna wakati walifikiri wamekufa, kumbe wapo. Hawaendi sokoni, wanasafiri kwa safari za injili tu. Wamepotelea magotini, wanaomba masaa 8 hadi 16 hadi 20 kwa siku. Korea, miungu ya Korea, ya Washinto, wa Hindu, wale madragon, ikahama kwenye anga la Korea, ikatoweka. Korea Kusini leo hii, asikwambie mimi nimefika, sio nchi kubwa. Juzi hapa miezi 2 imepita, kuna Mungu asiyekuwa wa kawaida. Iko nguvu isiyo ya kawaida, lakini kilichowasaidia, wamejifunza washirika kwamba masaa 4 mpaka 6 na ibada kila siku. Wachungaji wameisha improve, wamejitia nguvu katika Bwana, wanaomba masaa 8 na zaidi kila siku. Korea imekombolewa. Ni zamu ya Tanzania. Lazima Tanzania itoke. Ni saa ya Tanzania. Nikiwa Korea, alitokea mtu mmoja, mtu mzima, yule alikuwa anafundisha, akasema, Amos, go in Tanzania, do the same thing. Nenda Tanzania, kayafanye haya uyaonayo. Nimekuja Tanzania wanawake, moto umewaka sasa. Oh my God, moto umewaka wanawake. Sema moto. Simama kidogo, sema moto. Oh my God, hili ni jeshi kubwa. Pamoja na viongozi wangu tusimame hapa dakika moja. Sema moto. Umewaka. Moto wa maombi, moto wa utumishi umewaka. Ni saa ya Bwana. Piga vigelegele, makofi na kelele nyingi. My God, my Father. Hallelujah. Uketi. Ho sakando la boka saka. Oh my dear, nasikia kitu kinanitoka. Paka de la ho palamite shala hadeni. Nalisikia jambo likitokea kwangu. My God. Tangu nimerudi Korea sijisifi. Nimekamata anga za kwanza.
Namuona Mungu, vitu ni vyepesi. Sio zamu ya Amos tu, ni zamu ya EAGT, ni zamu ya Tanzania. Naamini hivyo Mamgonja, ni zamu yako. Naamini hivyo Furaha Mwaisabia, ni zamu yako. Mama yangu Asumwisie, ni zamu yako. Mama Kilasi, naamini ni zamu yako. Haya maneno sio utunzi. Nimekutana na Bwana. Nalisema Mungu, ngoja nikawashirikisha mimi. Ndio maana nikasema mama, naomba na mimi niseme kidogo. Amefundisha mtumishi wa Mungu, na mimi nakuja ninacho kitu na mimi niwaambukize ambacho nakifanya, na Mungu anaonekana. Magonjwa yanaondoka. Kanisani kiingia watu wanapona, naingia mahota kaladi. Yani Bwana yupo kazini, vifungo vinakatika. Nasikia uhuru wa wana wa Mungu. Naionea shauku ya EAGT. Na ndio maana nimeambiwa nije huku, nikitoka hapa na kambi pale kwa kina mama pale Makambako, lakini nimealikwa Mbeya. Nimwambia Mungu, kwa kuwa amenipa ushuhuda huu, mimi sio mtu wa kujisifu. Nipe tu basi. Mimi sio askofu, ni mtu tu, ni mchungaji. Wapi nitaalikwa? Lakini kwa kuwa umenibebesha kitu toka Korea, nataka moto wake nchi nzima. Nataka moto wake nchi nzima. Kama sitafika mwisho na zile notes, lakini kilichoujaza moyo lazima nikupe. Hiyo pamphlet utaisoma, lakini kilichokuja kwako sio pamphlet. Nimekuja na neno la Bwana. Nimekuja na roho ya Mungu. Mungu amekutana na mimi, na yatenda yale ambayo Bwana nipa. Tangu nimetoka Korea, si shuhuda zipo tu. Usinitafsiri vibaya, nimejishusha mno. Tangu pale nimemwambia Mungu, siwezi kufika kufahamu, nitakwenda kwa hatua, lakini hakuna siku imepita masaa 12 sijamaliza. Niko mbele za Mungu. Naangalia dira, naiombea EAGT, naichukua. Kama Korea iliacha miungu, madragoni hayapo, kwa mababa wa imani, mimi sio askofu lakini mtumishi wa Mungu. Tanzania lazima itabadilika. Lazima itabadilika. Elia ni wewe. Lazima itabadilika. Hatazuia pepo. Hatazuia. Nchi yetu ina miungu mingi kuliko Korea. Tuna makabila 100 zaidi ya 24. Mahali penye makabila 124 kuna miungu 124 Tanzania. Miungu wa Kinyakyusa, Mungu wa Wachaga, Mungu wa Bena, Ngurui, Kiala wako. Na bado naamini miungu wako mwanzo mpaka mwisho. Nchi yetu na amani, hatugombani kwa sababu tumetumia mfumo wa Sulemani. Tumetumia amani ya kidunia ya kuoana. Amani ya Kristo haiko hivyo. Amani wa Tanzania ni ya kuoana. Huwezi kupigana na baba mkwe, umeoa Chagani, ameoa Mbeya, umeoa Dar es Salaam Mzalamo, ameoa Sumbawanga. Amani yetu sio ya Mungu, ni maarifa ya waasisi. Lakini twaweza kuileta amani ya Kristo katikati ya utulivu. Maana amani ni utulivu. Iko amani ya kweli ambayo Yesu anasema ninayotoa mwanadamu hatoi. Katika utulivu huu wasaidia sana kumleta Mungu katikati. Lakini usisahau anga lako la Tanzania lina miungu zaidi ya 124. Kwa maana makabila ndio miungu. Ndivyo ilivyo kwa Korea. Na ukihubiri hapo mbele tu kuna shida nyingine. Nini kinachotekwa? Usiombea biashara yako tu, ukaombea ndoa yako. Ni kama unachoronga kwenye mwamba mkubwa. Kinachotakiwa ni kuangusha mwamba. Mwamba ni anga. Kilichowasubirisha wana wa Israeli, Wayahudi kutoka katika mikono wa Babeli ni mfalme wa Wajemi. Alipoingia kutawala Wamedi na Wajemi, yule mkuu wao alikuwa na nguvu, hakutaka uhuru wao. Lakini alitokea mtu anaitwa Daniel. Siku 21-24 kumbe amejibiwa. Anga limemzuia. Anga letu Tanzania linahitaji kuachilia ili mfalme atawale. Mfalme wa tukufu ni Yesu. Kwa maombi tutamsimika Yesu wetu. Yesu atakuwa mtawala juu ya Tanzania. Mahateka delabo. Yesu atakaa atawale nchi hii. Wakati kila goti la miungu ya Wachaga, Wanyamwezi, Wanyaturu, Wanyilamba, watu wa Zanzibar itabow down. Miungu ya Wapemba itabow down. Miungu ya Zanzibar itapiga goti. Miungu ya Tanganyika itapiga goti.
Kristo atakuwa yeye katika yeye, atakaa hivyo. Kanisa litakuwa limepewa mamlaka ya kutawala, maana utawala wa anga, wakuu wa giza, falme, mamlaka, majeshi ya mabaya vitaanguka chini. Malaika wa Bwana wa nuru watakwenda angani. Naona picha ya ajabu sana. Namuona Mungu akitawala Tanzania. Kama wa China, wa Korea, madragoni yamekufa. Leo hii hakuna nchi duniani kama Korea. Na Korea ni nchi katika zile top 10 nchi 10 za uchumi. Miaka 60 iliyopita ilikuwa nchi maskini, lakini walirudisha uchumi. Ni wana wa Mungu waliokoka, waliamua kumtafuta Mungu. Wamefikia kwenye level ya masaa 4-6. Wamefikia wachungaji 8 hadi 20 kwa siku. Anga liko hapa. Hata rais wao hawezi kugeuka Kristo. Ni waamuzi, ni wasemaji wa kauli ya utawala wa serikali. Nini? Walishamiliki. Tunatawala katika anga. Lakini je, nakuuliza, unaposema unaomba muda gani? Hilo ndio liko swali langu. Naomba muda gani? Nilipofika kule nikasema, Mungu nisaidie. Hili fundisho linatufaa. Sio sheria, ni sheria ya Roho. Sheria ya Roho ni uhuru. Wale hawafanyi masaa 4 kana vile ni sheria, imegeuka ni maisha. Yaani unaanza kama kwa mazoezi, baadaye inakuwa ni sheria ya Roho, ni utendaji ambao unajitokeza kama ni gari, sema automatic, unconscious. Unafanya tu, ni kitendo kinachotokea. Ukipiga magoti masaa 2 haugundui kama ni masaa 2. Utu wako wa kale umemezwa. Utu wako mpya umechukua tamu. Roho inatia uzima. Ukianza kuomba masaa 4 ni kama umeomba nusu saa. Nini? Viwango ni vikubwa. Lishabadilishwa. Watu wa EAGT badilishweni. Ni saa, vinginevyo wachungaji wetu watamezwa. Maana wengi hawaombi na dhambi ni kubwa. Vishawishi ni vingi. Tutapoteza watu wa maana kwa sababu hamuombi. Hamuombi. Wachungaji hawaombi. Wanaposema naomba saa 1. Amlinde mchungaji maombi ya saa 1. Anapambana falme na mamlaka na mapepo. You can never do that. Wes. Utajitahidi lakini vita ni vizito kwako. Mume wako ataondoka tu. Maana haombi, anakula. Na wewe unakula, unapendeza. What is that? Tuko salama kweli? Tuko salama? Kuna mshika Tanzania ambaye kila siku, every day, every single day, kila siku 4 hours to up to 6 hours, masaa 4 mpaka 6. Mnisamee, kuna namna nimejizoesha kuhubiri, mnielewe tu hivyo, nashindwa kucontrol wakati mwingine. Ni hivyo. Ni uwezo uko ndani wa washirika. Wamefika viwango hivyo. Anga limeshikiliwa. Swali langu kubwa, tulioko bahari hapa wote tumeokoka vizuri. Je, tuna viwango hivyo Tanzania vya washirika kuomba masaa 4 kwa siku, kila siku mpaka 6? Na wachungaji kuanzia 8? Never. Never. Ingia rohoni, utakuja kuniambia shuhuda zingine za mtu na Mungu. Mambo mengine ya kwangu na Mungu. Hapa nasema ambayo Mungu anasema na nyie. Bwana Yesu apewe sifa. Mama, hapa mimi naongea tu, usije nikakwaza watu. Nisaidie. Nilitamani ule muda niliona kwenye ratiba pale ananiambia saa 4:30 mpaka saa 7:30. Pale ndio ningeexhaust. Maana ni bomba lililojaa maji yanapasua. Ningepewa kuanzia pale saa 4:30, nikasema Mungu amesema nao. Kwanza saa 4:30 mpaka sasa masaa 3, nikasema hapo ndipo ambapo nitasema kila kitu kilichoka katika moyo wangu, maana ni shauku yangu. Lakini hii ni kambi. Mniambie tu ratiba. Hata sehemu inakuwa nimesema hiyo inakuwa imetosha. Mniambie tu hii pamphlet nisikimbizane nayo Afrika wa kwanza. Maana sijajua naishia saa ngapi. Mniambie tu. Maana naona muda ndio huu sasa. Haleluya. Asante sana. Karadosh. Basi sasa 7:30 imefika, tusimame. Oh my God. Shikatabadosh.
Thank you, Holy Spirit.